Kawaida kabla ya kufanya shughuli za urejeshaji, kwanza nchi the country of origin, kwa maana ya nchi mama ambayo wanatoka, pamoja na nchi ambayo ni host country, nchi ambayo imewahodhi au imewahifadhi wakimbizi, pamoja na mashirika ya kimataifa ikiwemo United Nations High Commission for Refugees UNHCR, kunakuwa na vikao vya pamoja na makubaliano kulingana na sheria zinavyoelekeza. Kunakuwa na uratibu wa hatua kwa hatua. Kwanza, vigezo vinavyozingatiwa kwa kulingana na sheria za kimataifa, mojawapo ni kwanza kama zile sababu zilizowafanya wakimbie zisiwepo tena. Moja yapo ni kutokuwa na vita kwenye nchi husika, lakini cha pili kusiwe na matishio ya kiusalama ambayo yanapelekea matishio ya vifo au mateso makali kwa raia, kwa maana ya fear of threats, intimidation and fear of persecution. Kama havipo vigezo hivyo, manake ndio vinawafanya wakimbie nchi. Kwa hiyo hivi vyote vimezingatiwa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, sisi wasaidizi wake kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi tumehakikisha mazingira hayo pasina shaka katika nchi yao wanayorudi, nchi mama, pamoja na UNHCR, tumejiridhisha pasina shaka kwamba sehemu ile ni salama na uongozi wa kule ni salama. Yuko Mheshimiwa Ndayishimiye ambaye ni rais wa Jamhuri ya Watu wa Burundi, amethibitisha hayo pamoja na balozi wake wa Burundi hapo kwamba nchi yao iko salama na sasa wanaweza kurejea. Kwa hiyo mazingira yameandaliwa, maeneo ya kufikia, lakini pia huduma zao muhimu, afya, elimu, maji na ustawi wao kwenye nchi hiyo, kama jinsi ambavyo walikuwa wakipata huku, pengine wakapata na zaidi kwenye nchi yao. Sawa, katika zoezi hili la urejeshaji ambalo linashika kasi mwanzoni mwa mwaka huu hapo Januari, kulikuwa na sintofahamu kutoka kwa baadhi ya watu kwamba watu hawa wanarejeshwa kinyume na hiari yao. Pengine hili kama serikali mnalizungumziaje? Hakukuwa na swala hilo na halikuwahi kutokea, isipokuwa tu watu kuzusha kwenye mitandao ni jambo la kawaida sasa hivi, isipokuwa tu taarifa zilizothibitika ni mimi Waziri wa Mambo ya Ndani ambaye nazisema kwa niaba ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba hakukuwa na mazingira yoyote ya kumlazimisha mtu, na hata pale ambapo katika maeneo haya vikao vilikaliwa, tulifanya maamuzi ya pamoja kwa maana ya utatu, UNHCR, nchi wanapotoka nchi mama, pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tukakubaliana, na kimsingi zoezi hili lilipokuwa limeisha toka mwaka jana.